Watu hawa wamezungumza mengi, watu hawa wameeleza mengi, na bila shaka wote yametuingia katika akili zetu. Ombi langu kwenu, tujenge mazoea ya kusoma vitabu. Watanzania wengi tumekuwa hatuna mazoea hayo ya kusoma vitabu, na mwisho wa siku tunapoteza fursa zilizopo kwa tu kujua yale ambayo wenzetu wanayaona, na mwisho wa siku hayo tukijifunza kupitia hayo tutapata mafanikio makubwa. Kwa hiyo niwaombe tuendelee kujenga utaratibu wa kusoma vitabu, hususani vitabu vile vyenye mafundisho na vyenye uwezo wa kutufikisha kwenye malengo yetu. Leo hii tunaenda kuzindua kitabu hiki cha Mwanamke wa Maono. Lakini kitabu hiki cha Mwanamke wa Maono ni imani yangu kubwa kwamba ni kitabu kinachoenda kubadilisha maisha ya mabinti, ni kitabu kinachoenda kubadilisha maisha ya kina mama, lakini ni kitabu kinachoenda kubadilisha pia maisha ya kina baba pamoja na vijana wa kiume. Kwa hiyo tujengeni tabia na mazoea ya kusoma vitabu. Na hii tu niombe tuanze kwa kusoma kitabu hiki cha Mwanamke wa Maono. Lakini tukubali kujifunza. Wakati tumepata kitabu hiki, twendeni kwenye swala la kujifunza. Yale ambayo mwenzetu ameandika, yale ambayo mwenzetu ametufungulia, basi sisi tuna wajibu wa kujifunza ili tuweze kufikia malengo yetu. Niwaombeni pia tutafute marafiki wenye tija. Kwa hiyo tuangalieni marafiki tunaokuwa nao, tuangalieni marafiki ambao wao watakuwa na tija kwetu. Na si kila mtu ni rafiki. Rafiki yako hata kama uko naye hapo, kuwa na rafiki, lakini mwisho wa siku tafuta rafiki mwenye maono. Tuishi katika maono na tuishi katika ndoto zetu. Ndugu zanguni, 2025 ndio hii hapa. 2025. Bahati nzuri hapa nimetazama sura nyingi, ni sura za vijana. Hebu tuishi kwanza katika ndoto zetu. Tuishi katika maono yetu. Mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Sasa kama ni mwaka wa uchaguzi, Daktari Samia Suluhu Hassan ameshaweka milango wazi. Ameshatuambia vijana, twendeni tukagombee nafasi mbalimbali, twendeni tukachangamkie fursa hiyo, tugombee udiwani, twendeni tukagombee ubunge, ili mwisho wa siku tuweze kutimiza ndoto zetu. Lakini niwaombe tuchangamkie fursa zilizopo katika maeneo yetu. Serikali yetu pendwa ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan imeweka mazingira rafiki kwetu sisi vijana, imeweka mazingira rafiki kwa walemavu, na imeweka mazingira rafiki kwa akina mama. Tuna mikopo ile ya 10%. Hebu twendeni tukaichangamkie hiyo. Tutakapopata mikopo hiyo, itatusaidia sisi kuanza hatua moja ya kutimiza ndoto zetu. Kwa hiyo niwaombe vijana tulioko hapa, wengi tuna sura ambazo bado zina nguvu. Hebu twendeni tukachangamkie jambo hili, twendeni tukachangamkie fursa hii ya mikopo ya 10%, na mwisho wa siku tutanufaika nayo na tutaanza hatua moja ya mafanikio yetu.